Kwa habari za uhakika, kijamii, michezo, burudani na mikasa mbalimbali, tembelea chaneli yetu ya Gidi. Jana kwa naongea na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi baada ya kuona video moja ya dereva mmoja amenyanyaswa kwenye mzani. Nikawa namwambia kule tuendako, nadhani tuna sababu ya kuangalia mifumo yetu kwamba hivi kuna ulazima wa mzani tu kuangalia uzito kuwe na watu 9. Kamwambia hiyo itapunguza ajira, lakini itapunguza human intervention, na kwa hiyo itaondoa mianya ya rushwa kwenye mazingira mengine. Hivi vitu ni ubunifu ambao watu wanavyo. Nimeenda kuangalia pale, nimekuta vijana wametengeneza jiko kwa ajili ya kupikia gesi. Limeundwa moshi pale. Nimemwambia waziri watu wangu wale wakutane nao, tuwaingize kwenye mpango wa clean cooking. Hawa watu waende kwa speed wazalishe majiko mengi zaidi ili tuwapelekee watu. Nimeangalia mabinti wako pale wanatengeneza ngozi, mabegi mazuri. Ni kwamba tu kwa sababu watu wanapenda kununua brandi badala ya ubora. Ingekuwa hiyo brandi imekuwa kubwa, ingekuwa inakimbiliwa duniani kote. Wametengeneza product nzuri, na mimi nawaomba nendeni mkawatembelee mkaone. Wametoa wapi ufundi? Wametoa kwenye vyuo vyetu vya VETA. Tuna uwezo mkubwa wa kubadilisha nchi yetu kama wote tutakubaliana kwamba watoto wetu wapate study fulani kwa ajili ya kubadilisha maisha. Na mtoto aangaliwe kitu gani anakipenda wakati wa kujifunza kwake. Katika elimu unapokuwa unafanya career development na monitoring ya mtoto, unamwangalia maisha yake